tunaangalia maeneo yanayotoa huduma za msingi, ikiwemo taasisi, vituo vya afya, zahanati, shule, kama kuna kisima, ndio maeneo ambayo tunalenga kuyafikishia umeme kwanza, kwa sababu ni maeneo yanayotoa huduma, ndugu zangu, si ndio hivyo? Tunataka kina mama wakienda kwenye kituo cha afya waweze kujifungulia maeneo ambayo yana umeme, zile mashine na mitambo ambayo inatumika iweze kutumika hivyo. Kama kuna chanjo ziweze kuhifadhiwa, watoto wetu wapate chanjo kwa wakati, kwenye vituo vya afya, kwenye zahanati, lakini kwenye visima vya maji pamoja na shule. Mheshimiwa Rais ametoa hela nyingi sana kwa ajili ya elimu bila ada, wanafunzi waweze kusoma vizuri, ndugu zangu. Kwa hiyo wote kipaumbele ni taasisi, kwa sababu ni maeneo yenye huduma ambayo yanatunufaisha sisi wote, na sio kwamba mtaa umerukwa, labda kuna mtu amefanya jambo kujipendelea umeme uende sehemu nyingine. Nataka niwaambie ndugu zangu, watumishi wetu hawa wanafanya kazi nzuri sana. Kwa kweli wanafanya kazi ngumu sana. Kwa kweli katika taasisi ambayo imefanikiwa kwa kiasi kikubwa kufikisha umeme kwa weledi na ufanisi mkubwa sana, jamani, ni wakala wetu wa nishati vijijini REA. Kwa hiyo miradi inavyoenda, hakuna mkandarasi anajiamulia. Maeneo yamefanywa survey, tunakubaliana, miradi inaenda. Maendeleo ni hatua. Kwenye maendeleo tunapiga hatua moja baada ya nyingine. Hapa Ruangwa tumefikisha umeme kwenye kila kitongoji. Tunapofikisha kwenye kila kitongoji umeme, kazi inayobaki ni kazi ya usambazaji. Lakini ukishapata miundombinu, serikali inakuwa imeweka fedha nyingi sana kuleta miundombinu katika maeneo yenu. Kwa hiyo kwa kazi hiyo tu ya Mheshimiwa Rais kutafuta fedha, kuwakumbuka watu wa Ruangwa na kuleta miundombinu ili kazi inayobaki iwe ya usambazaji, kwa kweli Mheshimiwa Rais, ndugu zangu, anastahili maua mengi sana. Tumpigie makofi ndugu zangu.